dokta, habari za Umewasha huko? maiki Rehema, nzuri. Vipi na nyinyi, mnashindaje? Alhamdulillah, sijui wewe dokta na familia. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri. Sijui na nyinyi mnaendeleaje? Alhamdulillah, kama alivyopanga Allah. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu azidi kutufungulia. Vipi na wewe, kidole kinaendeleaje? Kidole si jambo kidogo dokta, maendeleo sio mabaya sana, wananitia moyo na matumaini, wanasema naweza nikapona, Sasa hivi kiko rangi gani? japo ni taratibu sana. Sasa hivi kiko nyekundu, imetoka Nyekundu. kwenye pinki. Kisharudi katika hali ya wekundu, si ndio? Ilikuwa pinki, saizi ipo kwenye nyekundu, na wakidresi kinatoa damu. Alhamdulillah, hongera sana. Asante. Una muda? Nakutumia dokta ukione. Haya, inshallah nitumie. Haya, inshallah. Good. Nashukuru. Asante, tuko pamoja. Good, nadhani leo ni siku nyingine ya kupeana hope kwa wale wapya wa hizi live zetu. Live zetu zinasaidia, yani lengo la live zetu kumfanya mtu alale vizuri, alale akiwa hana mawazo, alale akiwa na moyo kesho ni siku nyingine ambayo anaweza akapambana ikamsaidia siku ya kesho tu yeye kuweza kupona sukari. Huku vile vile tunaweza kusaidiana direct, tofauti na katika magrupu ya WhatsApp kukukwambia hichi kula hichi usile direct. Vile vile huku unaweza ukakutana na watu ambao tayari wameshapona sukari, wengine ambao afya zao nzuri, wengine ndo wanapambana katika kupona sukari huku kwenye live. Na kwenye live unapata wale watu ambao tuseme munafanana kwenye live. So kama ni mpya, usiache kuhudhuria live kila siku, itakujenga kiakili, itakujenga na afya, alimradi hili tatizo likuondokee. Bila shaka tumefahamiana. Kabla ya yote, kwanza nataka nimkaribishe ndugu yangu Laurin. Laurin, karibu. Laurin, habari za jioni. Nzuri, mimi naitwa Laurian Martin. Laurian Martin. Ni mgonjwa wa kisukari kwa muda mrefu kidogo. Laurian Martin, ugonjwa wako wa kisukari kwa muda gani? Nafikiri ni karibu miaka 30. Miaka 30 sio kidogo, kumbe ni mgonjwa wa sukari wa muda mrefu. Ndio. Una umri gani kwani sasa hivi? Nina miaka 58. 58, maana yake umepata sukari kwa una miaka takriban kama 30, si ndio? Ndio. Okay, good. Kuna maswali mengi napaswa kukuuliza, na nikikuuliza live yote itabidi tukudiscuss wewe, lakini nilikuwa nataka nikuulize jambo moja tu ili nifanye shortcut, then ukihitaji kufanya conversation na mimi basi utanipa namba yako, tutaweza kuwasiliana kwa lengo la kusaidiana. Lulu, funga mic yako tafadhali. Lulu, funga mic. Sawa, endelea. Haya, jambo la kwanza nilikuwa nataka nikuulize, unaamini nini katika sukari? Unadhani unaweza kupona sukari? Naamini kwamba inawezekana kupona, kwa maana ya kwamba kongosho langu likiweza kukaa sawa, Ndio, na likazalisha hormones au insulin ambayo inatosheleza kuhakikisha kwamba sukari inapenya na kupita kwenye cells za mwili, basi then ni wazi kabisa kwamba nitapona. Kwa hiyo uwezekano upo. Hili unadhani kwa nini halikutimia ndani ya miaka yako 30? Halikutimia labda kwa sababu moja au mbili. Ya kwanza ni kwamba wakati nimeanza kuumwa ni mwaka 1997. Madaktari wangu walirekomendi nitumie vidonge, lakini nilipoenda kusoma nje
ya nchi nilipimwa, nikaonekana kwamba mimi sukari yangu ni type 1. Kwa hiyo ni insulin dependent. Na kwa sababu nimekuwa insulin dependent, nimekuwa nikitumia insulin kwa kipindi chote hicho mpaka sasa. Madaktari wako wa hapa walikuwa wakikupa dawa gani? Walinipa glucophage ambao ulikuwa unameza sijui vipi? kama siku hizi inatumika glucophage, alafu na Haipo, wagonjwa wengi nafikiri hawatumii. hawatumii, na nilitumia kwa muda mfupi wa kama miaka mitatu, na nilipofika Ujerumani madaktari walirekomendi nitumie insulin. Na ndani ya miaka mitatu sukari yako ilikuwa inakutesa, haikutesi? Mimi kwa kipindi chote ambacho nimetumia insulin sukari haikunitesa. Sisemi insulin, nasema nje ya insulin. Hizo dawa ulizokuwa unatumia Nje ya insulin ndio ilikuwa inanitesa. Ilikuwa inafika ngapi wakati unameza dawa? Ilikuwa kuna kipindi kingine wakati na meza vidonge ilikuwa inaenda 15 mpaka 20. Okay. Wakati unachoma insulin? Nikitumia insulin inashuka inarudi kawaida mpaka kwanza wakati naondoka hapa naenda Ujerumani, average sukari yangu ilikuwa 6.3. 6.3. Lakini 6.3. 6.3. Ndio. Lakini ikawa inaendelea kupanda polepole mpaka inafika 15 mpaka 20. Kipindi kingine kama nimesahau kutumia insulin inaenda mpaka high, maana yake mashine ile haiwezi kusoma. Okay. Ndio. Haya, good. Tutaongea tukiwa private baina mimi na wewe, kwa sababu kesi yako iko tofauti na wengine, na tukisema tuidiscuss tutawadhili wengine. Nadhani umenifahamu kakaangu. Sawa, hamna shida. Asante. Nimkaribishe Daimosh ama Dimosh. Daimosh, karibu. Naomba fungua mic yako tafadhali. Daimosh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za jioni? Salama. Nadhani leo ni siku yako ya mwanzo kuhudhuria live. Ya kwanza. Good. Sukari yako iko ngapi? Sukari yangu kama leo nilipima ilikuwa 14. 14. Na umri wako ni miaka mingapi? 45. 45. Umepata sukari mwaka gani? Na miaka 1 na mwezi 8 sasa. Mwezi mmoja. Unaamini nini kwenye sukari? Unaweza kupona sukari? Yes, naweza nikapona. Ndani ya miezi 18 kipi kilichokuzuia mpaka leo usipone sukari? Kwa ajili ya masharti, alafu mimi nilikuwa situmii dawa. Nafanya tu mazoezi, nafanya masharti ya chakula tu. Sasa hivi unafanyaje? Sasa hivi nikishakula asubuhi mayai na chai iliyokuwa haina sukari ya maziwa ya viungo na slice 2 ya acha. Wacha wewe. Naweza nikakaa mpaka jioni saa 12 ndio nakula chakula ya jioni. Okay, good. So, karibu katika hii familia na nakushauri hudhuria live kila siku. Itakusaidia. Asante sana. Kufanikisha hili lengo kupona. Okay, Asante. na mwingine nakaribisha wapya kwanza ili wajisikie huru. Safina, karibu. Safina, naomba fungua mic yako. Safina yuko mbali. Rahel, naomba fungua mic yako tafadhali. Rahel, naomba fungua mic yako. Rahel. Halo, habari za kwako? Habari Nzuri, habari za kwako? namshukuru Mwenyezi Mungu, sijui wewe umeshindaje? Hello. Mungu naendelea vizuri, pamoja na kwamba nilikuwa na homa lakini sasa hivi niko vizuri. Alhamdulillah.
Haya, Ndio, tuambie dadangu Rahel, nadhani leo ni mara kwa mwanzo kuhudhuria live. ndio. Haya, sukari yako iko ngapi? Ni mara yangu ya kwanza kuhudhuria. Sukari yako iko ngapi? Leo nimepima, leo nilikuwa na 7.9. 7.9. Sukari umepata mwaka gani? Ndio, mwaka 2022. Mwaka 2022. Okay. Unadhani nini? Unaweza kupona sukari? Inaweza nikapona, ndio. Ufanye jambo gani ili uweze kupona sukari? Nadhani nitafuata masharti mtakayoniambia, na pia nitafuata masharti ya lishe. Okay. Good, asante. Asante. Naomba funga mic yako ili tuweze kuendelea mbele. Nadhani muda unatuacha mkono. Kuna kitu nahitaji tudiscuss mimi pamoja na nyinyi Sawa. hii ili iweze kutusaidia vipi tuchukue hatua tuweze kupona sukari. Jambo la kwanza, hii ni live, na hii live mimi kaida yangu huwa nampa kila mmoja nafasi ya kuweza kuongea, lakini kuna kitu naomba tukumbushane, jambo ambalo ni very important. Katika live sisi humu tunajuana na tumejuana kwenye live, lakini kuna watu kupitia hii live wanasikiliza na wenzao. For example, watu wanakaa family, wanachukua simu moja wanasikiliza na watu ambao pengine watoto wao au pengine watu wanaowaheshimu zaidi. So ikitokea kuna mada tuna discuss ambayo itazungumza masuala ya faragha na tutahitaji kuchangia, basi tutumie lugha ambazo aliyetulia tu kusikiliza ndo ataifahamu. For example, anasikiliza watu wawili lakini mmoja hajatulia katika kusikiliza, basi yeye asipofahamu iwe haikeri, lakini yule aliyotulia anasikiliza yeye akifahamu isisumbue. Au mfano kama anasikiliza na wanawe, basi isije ikaleta kakasi. Au kama yuko ofisini anasikiliza na wafanyakazi wenzake ambao anawaheshimu, vile vile lisije likaleta kakasi ikawa kizuizi akashindwa kusikiliza na wenzake siku nyingine. So tutumie lugha iliyokuwa haikeri wala haimkwazi mwingine. Nadhani hili limefahamika. Tumefahamiana jamani? Ndiyo Sawa dokta, sawa. tumefahamiana. Sawa kabisa. Good. Na itabidi nichukue nafasi hii, mtu akitumia lugha iliyokuwa sio nzuri, yani nirekebishe, alimradi tusiweze kuendelea ama kuvuka mipaka. Na tunafanya hivi ili live yetu izidi kuendelea kuwa nzuri, na mtu akitaka kusikiliza hata na mkwewe basi awe huru kusikiliza. Nadhani hili tumefahamiana. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, ni lazima kila mtu ikimaliza live apige screenshot ili atume katika group lake alokuwemo. Jambo hili ni lazima, lakini waliokuwa wengi hawafahamu. Waliokuwa katika 7-day challenge, kutuma katika screenshot katika 7-day challenge haina ulazima, just ni option. Lakini kutuma lile group lako halisi, ile ndo lazima. Kwa maana na hili vile vile tulipe kipaumbele chake. Nadhani hapo tumefahamiana. So nadhani siku 2 zilizopita kuna kitu tulitaka kudiscuss mimi na nyinyi, lakini hali yangu ya afya haikuwa nzuri nikashindwa kushiriki. Na jambo ambalo tulitaka kudiscuss kuwa ili upone sukari lazima uchukue hatua. Sio sukari tu, ili ufanikiwe katika jambo lako lazima uchukue hatua. Na tukatoa mfano humu, nadhani mnakumbuka. Kakangu Kasim, kwanza shusha mkono alafu nitakuruhusu baadaye. Nikatoa mfano humu, kama tunakumbuka, ya kuwa jiangalie maisha yako unayoishi sasa hivi. Angalia mwenzako uliokuwepo naye. Angalia kipato chako unachoingiza. Angalia sehemu unayoishi. Angalia marafiki uliokuwepo nao. Elewa ulifanya kitu nyuma ndo ukakuwepo hiyo position uliokuwepo. This is reality. Huu ndo ukweli, haupingiki. Umefanya kitu nyuma ndo ukakuwepo hiyo sehemu uliokuwepo. Kama ulikuwepo sehemu, kama sasa hivi upo sehemu nzuri ama upo sehemu mbaya.
kama uliokuwepo naye ni wa ndoto zako ama haikuwa na budi, basi ulifanya action nyuma, then matokeo yake ndo hapa sasa hivi tulipo. Sio wewe tu, mimi na sisi sote. Maana yake kitendo tunachokifanya leo hii matunda yake tutayaona mwakani. Hii ndo mantiki yangu. Hili sijui tunakubaliana. Unaweza ukabonyeza hii, for example, kama tunakubaliana, unaweza ukafanya kama hivi ilivyofanya mimi. It means okay, hili jambo umelipenda, unaweza ukafanya hivi katika simu yako. Hivi vitu vinaonyesha, unaweza uka represent kitu kama hicho. Yeah, thank you Lulu kwa support, na wengine wote wanaweza wakafanya hivyo. Grace, asante. So hili ni jambo la kwanza ambalo nilikuwa nataka kuliongelea. Hobu, shukran, Mariam pamoja na wengine. Sasa kama hili lipo sahihi, maana yake duniani una hatua 4 tu. Yani ukitaka kuchukua hatua, basi hatua zimegawika katika sehemu 4. Sisi tunaongelea katika suala la kupona sukari. Hizi hatua ninazokuelekeza sio katika kupona sukari tu, hata katika maendeleo yako ya maisha. Maana yake hatua ni 4 tu, hazizidi. Hatua ya kwanza, pengine jambo unalipenda, lakini hatua unayochukua haufanyi jambo lolote, huchukui hatua yoyote. Hii ndo hatua ya kwanza ambayo leo ndo tutaidiskasi mimi pamoja na nyinyi. Ili tupone sukari, je, unachukua hatua gani katika hizi 4? Hatua ya pili tunasema kukimbia majukumu, yani kurudi nyuma, kukimbia lile jambo ambalo unapaswa kufanya. Hatua ya kwanza hufanyi jambo lolote, kukimbia majukumu lakini hufanyi jambo lolote. Hatua ya pili kuyakwepa sasa majukumu. Hatua ya tatu hufanya kawaida, wenzako wanafanya na wewe unafanya. Na hatua ya 4 kufanya zaidi. Sasa nataka tudiscuss hii hatua ya kwanza ambayo hufanya jambo lolote. Hii ndo nataka tudiscuss. Halafu nataka mnambie nyinyi, je, we hatua hii umo au haumo? Tunafahamiana mpaka hapo? Ndio Dr. tunafahamiana sana. Okay, good. So hatua ya kwanza tumesema mtu anachukua hatua lakini hafanyi hatua yoyote. Hii ni hatua ya kwanza. Na kwa nini mtu anakuwa anafanya maamuzi haya? Jambo analitaka lakini hachukui hatua yoyote. Mfano tuangalie wanafunzi. Wanapenda sana kupeleka case study katika wanafunzi. Wanafunzi wakifika katika lile darasa, for example, la kufaulu mitihani, wanafunzi wote, kila mwanafunzi utakayemuuliza anataka score, apasi mtihani wake, for example mtihani wa kidato cha 4. Kila mwanafunzi ukimuuliza, wewe unataka kufanya nini? Mimi nataka kupasi. Wewe unataka kufanya nini? Tofauti ya kupasi itakuwa tofauti. Wengine watataka 1, wengine watataka 2, wengine watataka 3, wengine watataka Tanzania 1, wengine katika skuli yao watataka wao wawe wa kwanza. Kila mmoja ana malengo yake, lakini kila mmoja anataka kupasi. Lakini sasa kuna hatua 4. Ili upasi katika hizi hatua 4, zipi unazochukua? Twende katika kesi yetu ya tatizo la sukari. Humu tukiwauliza humu, kila mmoja anahitaji kupona sukari. Kila mmoja humu anahitaji kupona sukari. Lakini je, hatua tunazochukua ni sahihi sisi zitakazotusaidia kupona sukari? It means that hatua tunazochukua ni sahihi sisi kongosho letu kupona? Insulin resistance kuondoka ndani ya mwili ni sahihi? Sasa mtu ambaye hachukui hatua, ambayo hii hatua ya awali tunasema mtu hafanyi jambo lolote. Hii ndo hatua ya kwanza, tunasema hachukui bidii, hafanyi action yoyote katika kuleta mafanikio ya lile lengo lake, mfano kupona sukari. Jambo la kwanza, mtu huyu huwa analeta visingizio vingi. Umeona mtu anataka kupona sukari, lakini ukamsikia anakwambia sasa nile nini? Mbona anaishi vizuri tu? Mbona fulani anatumia dawa, anafanya diet, hajapona sukari? Yani analeta zile reason. Na analeta reason hizi kwa sababu kuu 4. Analeta hizi reason kwa sababu kuu 4. Jiulize wewe, hizi sababu unazo? Jambo la kwanza, kuchoshwa. Amechoka kusema kweli. Mfano ametumia diet,
miaka 3 mfululizo, au ametumia diet kwa mtu wa kwanza, kamuelekeza daktari wa kwanza kamuelekeza kula 1 2 3 na acha 1 2 3. For example, ameambiwa kula ndizi, kula ugali ukubwa wa ngumi, kula karanga, kula zabibu, kula hichi. Kwa maana mwaka wa kwanza akafanya vote hivyo, hajapona sukari. Kakutana na daktari wa pili kaambia, unakula dona, usile dona. Kula ndizi, kula ugali wa mtama, kula hichi. Then akaenda hajapona sukari. Akakutana na dokta mwingine, unakula hichi na hichi, akaambia ugali wa mtama acha. Endelea kula ndizi. At the end pengine akaja kukutana na Dr. Masudi, akaambia ugali wa mtama hupaswi kula, dona hupaswi kula, ndizi hupaswi kula, unatakiwa kula chakula cha glycemic index ambazo ni ndogo. Kwa maana mtu huyu amechoshwa. Kwa maana hii sababu ya kuchoshwa inamfanya sasa asichukue hatua. Jiulize hili wewe unalo? Sababu ya pili mtu anaofanya asichukue hatua yoyote, ambapo katika zile hatua za awali. Jambo la pili, kuwa mzembe tu. Anaamka asubuhi mpaka saa 5 hajala. Anafuata diet vizuri mpaka saa 5 hajala. Lakini saa 5 amefuatana na mwenzake, wamefika sehemu anaona njaa, tangu saa asubuhi hajala, imefika saa 6 hajala. Baada kula vile vyakula ambavyo tunamuelekeza, amekosa chakula, anakula chipsi kuku, chipsi yai, ama vyakula mfano wa hivi. Mzembe. Amefanya jitihada ndani ya masaa 5, amefunga masaa 16, lakini akila anakula chakula ambacho hakifai. Hii ni sababu ya pili, uzembe. Ni uzembe tu, hakuna reason yoyote. Huwezi kufunga masaa 16 alafu ukaanza kula chipsi kuku ama ugali ama wali. Kwa maana ni mzembe. Hii ni hatua ya pili. Ni sababu ya pili kufanya mtu kuwa hachukui hatua. Na sababu ya tatu, jipime wewe binafsi, hizi unazo? Sababu ya tatu, kuridhishwa na hali alikuwa nayo sasa. Hii hali yake aliyokuwa nayo sasa hivi tayari amesharidhika nayo. Amepambana, sukari yake imeshafika 4, imeshafika 5, ameridhika nayo. Kwa maana sasa anajiachia. Anakula tu. Anajiachia na akitoa sababu tele. Mbona sukari yangu sasa hivi nzuri? Dokta katuambia hivi vote tunakula bana. Mbona fulani anakula? Mimi si natumia dawa. Nakula kila kitu lakini natumia dawa, sukari yangu iko noma. Ameridhika na ile hali yake. Anatumia dawa, akipima sukari yake iko 7, iko 9, iko 6, iko 5, anaendelea kutumia dawa, anaendelea kujiachia. Ameridhika tayari. Huna la kumwambia. Inamfanya asichukue hatua. Na sababu ya 4 ambayo ndiyo kuu, ndo baba. Nikimaliza hii tabidi tutadiskasi mmoja badala mwingine. Atupe experience yake mwenye binafsi. Kukosa malengo. Ukiwa huna malengo tu. Mfano hapa wenzetu wawili waliohudhuria leo live siku yao ya mwanzo, nimewauliza wana lengo gani kuhusu sukari. Alhamdulillah wengi wamesema kupona sukari na wanaamini kuwa watapona. Ukikosa malengo, hata ufuate diet miaka 10, hata ufunge masaa 16 miaka 10, mazali huna malengo, huwezi kupona sukari. Huwezi kuchukua hatua. Utakuwepo katika hatua namba 1 ya kutokuchukua hatua. Sio tunafahamiana? Ndiyo, tunafahamiana. Tuko pamoja. Ndio dokta, tuko pamoja. Sasa watu wa hatua hii huwa wanatumia nguvu nyingi sana kuwaaminisha kuwa wao wapo mstari sahihi. Ukimwona mtu wa reason nyingi, manake anakuaminisha nipo sehemu salama, hali ya kuwa sio kweli. Sasa natoa huu uwanja, lakini tujitahidi wakati tuna discuss, nikikupa nafasi ya kuongea, lugha zetu ziwe za huruma, jambo la kwanza.
Tukidiscuss katika masuala ya mambo yetu, basi lugha zetu ziwe nzuri, tusivuke mipaka, ili mtu kama anaongea na mwenzake, anasikiliza na mwenzake isimkwaze. Ehe, karibuni. Nianze kumkaribisha nani? Rahel amefungua maiki, Dainosh amenyosha mkono. Rahel, karibu. Ulofungua maiki. Upande Sawa, nashukuru kwa hii upo na kunikaribisha. katika hizi tabia tulizozitaja wewe unayo ipi? Rahel, karibu. Mimi katika tabia hizi tulizozitaja nategemea kwamba pindi tutakapokuwa tumeanza hili darasa letu nipone sukari. Kwanza kabisa sukari mimi nimepata 2022, sasa hivi nina miaka 4, ila sijaanza dawa. Najitahidi kutumia diet. Na hii diet ambayo natumia sijawa na uhakika nayo kama kweli niko sahihi au siko sahihi. Kwa sababu hizi wiki 2-3 hizi nimejikuta sukari na suasua inatembelea 6 mpaka 7. Okay. Sasa nikawa najiuliza kwamba ni wapi nimekosea. Ndio leo umenipigia simu nikasema inabidi nijiunge na hili grupu ili niweze kutengeneza diet yangu vizuri, niweze kufikia malengo ambayo nilikuwa nimeyapanga. Okay, good. Hongera kwanza kuwemo katika familia hii. Ndiyo. Sukari yako ina Nashukuru. muda wote hiyo. Hebu niambie. Twende katika swala lako la sukari ama diet yako. Jambo gani lilokuchosha mpaka sasa hivi katika kupambana kwako? Kuna jambo lolote limekuchosha? Jambo la kunichosha ambalo linanikera katika sukari yangu hii ganzi. Nakuwa na ganzi sana. Alafu kuna kitu ambacho nimekiona sasa hivi kina muda, moyo unaniuma. Sasa sijajua ndio sukari yenyewe au ni kitu gani. Moyo unaniuma sana, na moyo ukishaanza kuuma upate usingizi. Ni kitu ambacho kinanikera kwa kweli, hicho kitu na hizo ganzi. Okay, good. Swali jingine nataka kukuuliza, umeridhika na jambo gani katika afya yako? Katika afya yangu sijaridhika na chochote hicho, kwa sababu hivi vitu ni kama vile niseme kitu ambacho kinaingia mwilini ambacho sio cha kawaida. Huwezi kuridhika nacho. Good. Na mpaka sasa tangu uwe na sukari, tunaenda speed, muda unatuacha mkono. Umefanya uzembe gani mpaka sasa hivi? Tangu uanze kupambana. Kuna uzembe gani ambao kwako wewe upande wako unajitokeza ovyo? Kwenye kula ni uzembe kwa kweli, huo ndio nahisi ninautumia. Okay, good. Kwa sababu nisingekuwa na uzembe wa chakula, sukari isingekuwa imepanda. Na hisi nimekosea kwenye chakula. Katika chakula gani kinachokufanya ufate? Yaani kwa sababu gani kwenye chakula unafanya uzembe? Nadhani familia, unajikuta kwamba saa nyingine unajikuta sijui ni uchumi. Inabidi sasa wengine kule kutenga chakula, inajikuta kwamba saa nyingine labda sina pesa ya kuniwezesha kutenga chakula kwamba cha kwangu na familia. Unasema hebu ngoja nishiriki na wenzangu, kumbe ndio unaponzeka. Okay, good. So na malengo yako ni yapi? Malengo yangu nataka nipone. Good. So piga screenshot tukimaliza live, halafu utaniandikia namba yako, nitakupigia kwa sababu umezungumza kesi ya moyo, umezungumza na kesi ya ganzi. Hivi mpaka nikuulize maswali, na nikikuuliza hapa muda wote tutautumia mimi na wewe. Haina shida. Okay, asante na karibu sana, na Mwenyezi Mungu atajalia kila kitu kitakaa sawa. Okay, nimkaribishe Dimosh. Dimosh, naomba funga maiki yako. Rahel, funga maiki yako. Ndio dokta. Habari yako? Nzuri dokta. Ni mara yako ya mwanzo kuhudhuria live leo? Ndio dokta. Hongera na karibu sana. Asante. Nadhani umekisikia kitu tulichokiongelea leo. Ndio dokta. Niambie, katika hii hatua hii wewe umo haumo? Nimo. Umo. Kwa nini umo?
Jambo gani Kwa ajili lilokurudisha wewe umo? nilipima mwaka 2023 mwezi wa 9, nilikuwa nakohoa sana. Nikaenda hospitali nikapimwa damu kubwa, ikaonekana na sukari. Okay. Ilikuwa ni 23. Ilikuwa ni 23. 23. Kwa hiyo tangia siku zile mimi sijameza dawa, nafanya mazoezi ya kutembea na nafanya diet ya chakula basi. Leo Kwa hiyo sukari yako sukari yangu leo ndio imepanda. Leo ilipanda 14, lakini siku zote nikiamka asubuhi inakuwa 7.6, 7.8, lakini leo saa 9 nilipima ilikuwa 14. Okay. Kwa nini ulipima saa 9 ukupima asubuhi? Niliona ninakohoa sana. Nikasema Leo labda umepima sukari baada ya imepanda. kukohoa. Okay. Haya, hii hali yako jambo gani lilokuchosha katika sukari? Yaani ni hiyo kukohoa tu ndio inanileteaga mimi, lakini sijaona shida ingine. Mara kwanza kichwa ilikuwa inaniuma sana, lakini sasa hivi hainiumi. Tangia nimeanza kufanya hiyo diet. Chakula cha mchana unakula mara nyingi? Mara nyingi mchana sili, nakula jioni saa 12. Unakula nini? Nakula ndizi ya kupika. Na chengine? Inawekwa nazi. Ndio hiyo nakula, na maziwa nakunywa usiku glasi moja. Kila siku nakula ndizi wewe? Kila siku nakula ndizi, dokta. Mara moja ndio nakula wali kidogo au ugali na mboga ya majani. Good. So naomba ufuatilie kwa sababu unasema unachunga sana kwenye diet, lakini diet yako iko wrong. Yaani sio sahihi diet yako. Sio sahihi, daktari. Sio sahihi. Kwa maana endelea kufuatilia. Then usiache kupiga screenshot ukatuma. Kupiga screenshot si unafahamu? Ndio, daktari. Piga screenshot sasa hivi, tukimaliza live utume katika group lako. Itakusaidia. Yaani nikiona panahitajika kukupigia simu nitakupigia. Sawa, daktari. Asante, naomba ufunge mic yako. Nataka kujua haswa mwenye hatua hii au hatua hii kweli tupo au hatupo. Catherine menyosha mkono. Muhammad karibu. Haya, Fabian. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Habari za saizi? Namshukuru Mwenyezi Mungu, habari za kwako? Kwangu alhamdulillah. Karibu kakangu Muhammad. Nataka nijue katika hii hatua ya kwanza ya kuchukua hatua, umo haumo? Katika kuchukua hatua nimo. Hatua ya nimo katika hatua ya kuchukua hatua kwa lengo la kutaka kupona sukari. Katika viwango vya kuchukua hatua, kipengele cha kwanza ni wale watu wote ambao kwa hawachukui hatua yoyote katika jambo ambalo wanapaswa kuchukua hatua. Na tukasema dalili zao, mara nyingi watu hawa wanakuwa ni watu wa kutoa sababu nyingi, ama wanatoa sababu nyingi, ama hawachukui hatua kwa sababu huwa wamechoshwa na zile hatua za kuchukua. For example, katika kesi ya sukari wamechoshwa kufuata diet. Mfano wamechoka kugharamika. Mfano anaambiwa ingia katika 7-day challenge, amechoka kuharamika. Pengine mzembe tu, ameridhika na hadi yake, au sometime amekosa malengo. Upande wako wewe, hizi tabia zote unazo? Au katika hizi ipi ambayo unayo? Mimi sina hata moja katika hizo. Okay, tuanze katika jambo la kwanza. Wenzako mara nyingi wanakuwa wazembe ama wanachoshwa katika kuchukua hatua. Unadhani jambo gani linalowachosha mpaka wakashindwa kuchukua hatua?
wengi wanachoshwa na kuchukua hatua, kutokuamini kwamba hatua hii inaweza kumsaidia. Kwa hiyo ndo anakuta kama anaharibu muda bure tu. Kwa ni afadhali aache kuliko kuchukua hatua ambayo anaifikiria itamharibia muda na hata kuwa na manufaa nayo. Wonderful, wonderful. Sahihi kabisa. Maana yake imani yake anajua mimi hata nikifanya hivi haliwezi likanisaidia lolote. Haiwezi kunisaidia kitu hii. Wewe upande wako unachukua hatua kwa sababu unajua litakusaidia, si ndio? Mimi ninachukua hatua za nguvu sana kwa sababu nina hakika hatua yote nitakayochukua itanipa manufaa yoyote. Good, sahihi kabisa. Malengo yako ni yapi? Malengo yangu ni kutaka kupona sukari moja kwa moja. Alhamdulillah. Nitajie hatua 3 ulizozichukua ambazo zitakupa nguvu wewe kupona sukari. Hatua namba 1, kwanza kusikiliza kila mtu ambaye anaugua sukari. Kitu gani kinamsaidia, kitu gani anakifanya, kitu gani kinakachomlinda ili aweze kupona. Kwa kila mmoja wa namna hiyo namsikiliza ili na yeye niweze kujua na mimi lipi nifate ili niwe kwenye laini ya kupona sukari. Good. Hatua ya pili? Hatua ya pili inaingia kwenye utendaji. Unapoambiwa lishe, lazima nifuatilie kuona vyakula gani vinavyolingana, vyakula gani vinavyokubalika, vyakula gani vinavyokatazwa, na mimi niende humo. Kinachokatazwa niache, kinachokubalika nikitumie ili niweze kuendana na utendaji huu ili nipone sukari. Good. Hongera, maana hatua ya kwanza kuchukua ushauri kwa watu sahihi ili uweze kukusaidia. Hatua ya pili ni lishe gani ni sahihi uitumie uweze kusaidia. For example, Moshi anasema anatumia diet lakini tulipoangalia diet yake sio sahihi. Na hatua ya 3? Hatua ya 3 ni mwendelezo wa mambo. Ukiachana na lishe, kuna mambo mengine kama kufanya mazoezi, kufunga masaa 16 na zaidi. Hiyo ni hatua nyingine. Sababu unaweza ukafanya lishe bila mazoezi, unaweza kufanya lishe bila kufunga. Kwa hiyo kufunga ni sehemu nyingine, kufanya lishe ni sehemu nyingine, kuchukua mashauri ni sehemu nyingine. Zote ni sehemu 3, zote nazifanyia kazi. Mashaallah, hongera sana na Mwenyezi Mungu akufungulie hili na jingine. Amina, amina, amina. Umegharamika kuingia katika 7 day challenge. Upande wako unadhani imekusaidia ile program au haijakusaidia? Imenisaidia kwa sehemu kubwa sana. Kama vile nilikuwa nakula vyakula ovyo ovyo bila utaratibu. Nilikuwa sijali wala kuyafikiria mazoezi yanaweza akanilinda. Nilikuwa sina muda hata kusikiliza ushauri wa mtu yoyote anayeugua au habari zinazohusu sukari, na kwa sina time ya kuzisikiliza. Lakini sasa lazima kila mtu akijadili habari za sukari lazima nisikilize. Mtu anataka kuongea kitu kinachohusiana na mambo ya sukari lazima nijadili. Na mambo kama hayo, na vitu vyote vilivyokuwa vinaelekezwa mazoezi yanaweza kukusaidia lazima nifanye. Na kila siku lazima nifanye mazoezi. Asante. Na habari za kwamba kufunga masaa 16, nafunga mimi mpaka masaa 22 mpaka saa 23. Ukiachana na 16. Na hiyo masaa 22 nafunga bila kula kitu. Mashaallah, hongera masaa 22 bila hata kula Hongera sana kakaangu Muhammad kwa jitihada hizi na Mwenyezi Mungu akufungulie hili na jingine. Kwa uwezo Mwenyezi Mungu hili Mwenyezi Mungu alitulete mengine yaliokuwa mazuri. Amina, amina. Okay, asante, naomba ufunge maiki. Kakaangu Kasim amenyosha mkono, zamani nilimshusha, itabidi nimruhusu. Akitoka Kasim namkaribisha dadangu Zuwena. Kasim, karibu. Tuende katika point ya topic ya leo kakaangu Kasim. Asante sana Dr. Asante sana. Kwanza mimi kama alivyosema, habari za jioni kwanza. Kama alhamdulillah, kwema kabisa. Sijui za kwako. Kukimbia nzuri. Nipo Dr. Mimi nakuwa nasikiliza, nipo bwana, sijawakimbia, nipo. Karibu. Asante sana. Mimi katika hatua hizo ambazo umezisema, kwanza kabisa naungana na mzee wangu bwana Muhammad hapa. Ila hatua ambazo ya kwanza mimi nachukua, kwanza hatua ya kwanza ni kukubaliana na hali. Okay.
ukubali hali ambayo unayo kwa sasa, kama mimi sasa hivi ni mgonjwa wa sukari. Kubali hali hichi ndio kitu kikubwa sana, na wengi hapa wanakuwa kama wanafeli, hawataki kukubali. Inaweza kafikia mwingine akaona kama labda amerogwa, kumbe sio kurogwa, hii ndio ishaingia ugonjwa. Kwa hiyo kwanza kukubaliana na hali, kushukuru Mungu kwamba hali hii ndio ishakuwa ya kwangu, alhamdulillah. Halafu yanafuatia hayo ambayo mzee wangu amesema, kusikiliza ushauri wa watu, wanakushauri nini, wanakuambia nini, kula hichi, unakula hichi, usile. Alafu la tatu ni kwenda kwenye diet yako, ujue unakula hiki usile. Na upande wa diet unaweza ukala, sio lazima ule anachokula fulani. Nimemsikia hapa dada yangu Sahel kasema yeye anakula ndizi, lakini ndizi mimi pia simshauri sana. Ndizi sio nzuri sana, na vile vile kama sukari yake inapanda, apunguze kula ndizi za nazi. Ndizi mchemsho zitamsaidia sana. Na lingine, jitihada ninayofanya kama alivyosema kakangu, mazoezi ni dawa moja kubwa sana, kufunga dawa moja kubwa sana, na vile vile kuweka nia nini nia yako au lengo lako. Unafanya yote haya, lengo lako ni nini? Kwamba lengo langu nataka kupona sukari. Kwa hiyo ukiwa msikivu, ukiwa mfuatiliaji, ukiwa mvumilivu, hapa ndo ambapo ulikusudia kuongea. Uvumilivu watu wengine hawana, anaona kama anachelewa au anaona anachukua muda mwingi, haoni matokeo, anataka matokeo ya haraka haraka. Ugonjwa wa sukari ukiupima leo, ukionekana, usifikiri kama umekuingia leo au jana, una zaidi ya miaka 5 nyuma au 10. Kwa hata kupona kwake usitegemee ukasema nitaanza leo kesho nimepona. Hapana. Kikubwa kuwa wavumilivu, anza kutumia diet, basi fuata ushauri wa daktari. Na la mwisho, sipoteze muda, la mwisho kupima afya. Unacheki leo umepima umepata ngapi, kesho, ili unajua jana ulikula nini na sukari yako iko ngapi. Utajua kitu fulani nilikula jana, hichi kimepandisha, hichi kimeshusha, hichi sukari yangu iko sawa. Kwa hiyo mimi machache tu na hayo, naungana na mzee wangu mzee Mohamed kufuata utaratibu sahihi wa chakula, mazoezi, kunywa maji mengi, pumzika, muda wa kupumzika, kuondoa stress, mawazo, ondoa stress, ondoa woga, kubali matokeo. Asante. Sawa. Asante kaka. Na mwisho nishukuru Mwenyezi Mungu. Asante sana. Wonderful. Kakangu Kasim, kuna swali nataka nikuulize. Wewe ni mmoja katika waliofanikiwa kupona tatizo la sukari, nadhani tangu miezi iliyopita huko nyuma. Alhamdulillah. Tuambie jambo moja tu ambalo mtu akilikamata hilo tu litamsaidia kupona sukari. Jambo kubwa kabisa, kwanza kabisa diet, ambayo ni chakula. Ukizingatia chakula chako ambayo tunasema glycemic sorry. Naam. Ushasahau. Ndio. Kidogo ushazingatia hii, basi nadhani utapona, kwa sababu hii ndio inakufanya wewe aidha ikuponeshe au ikuzidishe. Kama utadharau, utaona kwamba leo tu bwana, au mimi nishakula sana. Kimsingi uwe na msimamo, lengo. Asante kakangu Kasim. Jambo lingine nilikuwa nataka nikuulize, watu wengi wanaamini ngumu kupona sukari. Wathibitishie upande wako wewe, jambo gani tutaamini sisi kuwa wewe umepona sukari? Kwanza kabisa labda nije kwa wao ambao hawaamini, kwa sababu walipotokea. Unajua mara nyingi hospitalini au baadhi ya watu wanasema hii haiponi, wewe endelea kula ugali ngumi na mboga nyingi. Hichi ndio kinawafanya wengi wasiamini, lakini ukiamini na ukifuata utaratibu, sukari inapona. Mimi sasa hivi na takriban miezi 8 kwanza situmii dawa, alhamdulillah. Na mwisho umeona sukari yangu nimepima jana iko 4.2, juzi nimepima 4.3, alhamdulillah. Na kuna wakati mimi nakula vyakula vya kawaida kabisa, nikipima sukari yangu haifiki 6.
ni 4-5 inakwenda sasa hivi mwezi wa 8, alhamdulillah. Kwa hiyo mimi nawashauri kupona. Hongera sana kaka yetu Kasim, hongera sana, asante kwa ushauri wako. Muda haututoshi, unatupa mkono. Naomba tuchukue nafasi hii tuweze kuwapa watu wengine. Shukran sana dokta, shukran sana. Afwan kwa wale ambao ni wageni, mmoja kati ya waliofanikiwa kupona tatizo la sukari direct moja kwa moja ni huyu tulompa nafasi ya kuongea sasa hivi, ambaye ni kaka yetu ni Kasim. Karibu dada yetu Zuena, naomba fungua mic yako utuambie upande wako wewe. Zuena, karibu. So kama vile Zuena anahangaika na kuwasha mic, nimpe nafasi mtu mwingine. Unaweza ukawasha mic ama ukanyosha mkono. Fungua mic au nyosha mkono ili niweze kuchagua. Okay, kwa vile hakuna itabidi nimchague mimi mwingine yoyote tu ili niweze kumpa nafasi. Mohamed wa pili, karibu. Ukigusa mic ukiongea tunakusikia. Mpaka uguse mic. Kuna mic hapo. Ukiigusa ndo ukiongea tunakusikia, lakini kama hujaigusa hiyo mic hatutoweza kukusikia. Kuna kamera, gusa hicho kioo chako, kuna kamera, kuna mic, kuna vitojo vitatu. Kamera iko on lakini mic bado umeifunga. Then acha nimchague mwingine huku ukihangaika kuwasha mic yako. Ukifanikiwa kuiwasha tu takupa nafasi. Regina karibu. Regina, naomba kufungua mic yako. Mohamed karibu. Umefanikiwa kufuasha mic yako. Mohamed, ukiongea tunakusikia. Mohamed, ukiongea tunakusikia. Karibu tafadhali. Asante. Habari ya wewe? Nzuri, habari za kushinda. Nashukuru Mungu niko vyema. Na mimi nashukuru kujiunga na grupu hili leo. Asante. Kwa mara ya kwanza kabisa. Hongera sana. Asante. Halo, nakusikia. Tunakuuliza sukari yako iko ngapi? Kwangu inakuwa 14 mpaka 20, mara nyingine 10, ikirudi sana 12. Kirudi sana 12. Kuna hatua kuna hatua 4 za kuchukua, maana kila mmoja na step yake ya kuchukua hatua. Wewe unaishi katika hizi zilizozitaja. Hii ya leo huwa huchukui hatua, umo au haumo? Nipo, yani naomba nikuhakikishia nataka nichukue hatua. Unataka uchukue hatua kuanzia leo, si ndio? Yeah. Uko nyuma kwa nini ulikuwa huchukui hatua? Kwa nini haswa ulikuwa huchukui hatua? Nilikuwa najitahidi, lakini kuna vitu ambavyo huwa vilikuwa vinajitokeza, hasa kwenye stress, ndio kitu ambacho huwa kinanisumbua zaidi. Stress zinakusumbua zaidi? Yeah. Na kingine? Hapo alafu unakuta kunakuwa na ganzi miguuni mpaka kwenye kiuno hasa, yani ina maana tuseme, yani magoti ndio inakuwa zaidi na kiunoni ya wastani. Okay. Mpo, nimekufahamu vizuri. Haya, tangu upate sukari, huu ni mwaka wangu? Mwaka huu tangia 2019, miaka mingapi? 6. Umefanya jitihada gani mpaka sasa hivi? Kweli nimetumia dawa za hospitali. Kwanza nilikuwa natumia, yani kuepuka vyakula vya sukari. Alafu nikaja nikashindwa, nikaanza kutumia dawa za hospitali. Nimetumia dawa za mitishamba, nimetumia. Alafu kuna madawa haya mbadala wanayeita kama wa Filipino hivi, nimetumia, lakini then sijaona mafanikio mazuri sana.
Okay, good. kwa kipindi Tuanze hicho. kwenye diet. Tuanze kwenye diet kwa sababu dawa za hospitali takriban sote tunazijua ni hizo hizo. Maana yake ukituambia dawa za hospitali umetumia, tutajua umetumia dawa gani automatic. Ukituambia dawa nyingine for example za wa Philippines, za wa Korea, za nani, hizi ziko tofauti exactly na kwa hatuwezi kuzijua. Lakini twende kwenye diet ambayo umesema umepambana na kwenye diet. Tuambie leo mchana umekula nini? Leo mchana nimekula ugali na mboga za majani na maziwa. Ugali wa wele. Sukari yako leo asubuhi ulivyopima ilikuwa ngapi? Kakangu Muhammad, sukari yako leo asubuhi ulipima ilikuwa ngapi? Kwa leo asubuhi sijapima, nina kama siku 5 hivi tangia nimepima. Mara ya mwisho kupima sukari ilikuwa ngapi? Ilikuwa 17. 17. Okay. All in all diet unaotumia mbovu haifai kabisa. Hicho ni kipengele cha kwanza ambao unatakiwa, kama unataka kubadilika, kama unataka kuchukua hatua, basi anza kwenye diet. Sawa sawa. Ukiweza kuanza kwenye diet, basi utaweza kuacha dawa za hospitali. Hata sisi itakuwa rahisi kukuaccept kukuingiza katika program ya 7 day challenge. Kwa maana hiyo anza hapo kwenye diet. Diet uliotumia mbovu na haifai. Na kama group lako ni jipya, basi katika grupu tunaelekeza step by step. Na hudhuria live kila siku, itakusaidia. Kupiga screenshot. Labda kwenye diet, labda naomba ushauri kwenye diet nianze na nini labda? Acha uwanga, anza kuacha uwanga wote. Somo la leo umelifuatilia kwenye group lako? Niliingia katikati hapo, nilikuwa nikiingia na inakata, nikiingia inakata, nikavikuta somo kwenye group unamaanisha. Ile group ina maana nimeingia katikati kabisa kama dakika 20. Sio hii live, hii ni live. Kwenye group la WhatsApp ndo nalomaanisha. Sijaona. Labda nitafuatilia kwenye. Piga screenshot alafu tuma katika ile group lako, alafu mimi nitakuonyesha. Good. Kwa wale wote ambao hawajui waanze vipi diet, ni mlolongo mrefu, lakini chakula tunachoruhusu watu kutumia, chakula cha kwanza, nyama nyekundu haturuhusu watu kutumia. Tukisema nyama nyekundu ni nyama za wanyama wenye miguu minne. Hizi kwa mgonjwa mwenye sukari huwa haruhusiwi kutumia. Chakula cha pili, acha uwanga. Kila unachokijua hichi chakula ni uwanga, kwa hatua ya kwanza acha, una haja kutumia. Lakini kitaalamu zaidi, unakula chakula ambao kina kitu kinaitwa glycemic index, ambao tunakula chakula chenye glycemic index ya chini, at least kuanzia 39 kushuka chini. So haya yote tunafahamisha katika magrupu ya WhatsApp, na nadhani kila aliyehudhuria humu basi yumo ndani ya grupu la WhatsApp. Ukifanya hivyo itatusaidia. So muda ni mchache na muda wetu ni mdogo. Nimkaribishe Freddy, kaka yetu Freddy. Habari za jioni. Akitoka Freddy alafu nitamkaribisha mwingine yeyote atupe nasaha zozote na atutie nguvu leo hii. Kakangu Freddy. Ndio daktari. Habari za jioni. Nzuri, pole na majukumu daktari. Asante sana, nimepoa. Vipi na wewe na mahangaiko? Naendelea vizuri. Alhamdulillah. Nimesikiliza somo vizuri. Good. Haya, nakupa dakika 5 hizi. Nakupa wewe kwa sababu uwe mwalimu ama uwe role model kwa wageni wote walofanikiwa kuhudhuria leo na wale wa zamani ambao wameshakata tamaa. Utuambie kabla hujajiunga na program zetu ulikuwaje, baada ya kujiunga umekuwaje, na mpaka leo maendeleo yako yako vipi, na jitihada gani ulizozifanya. Licha tulizokuelekeza sisi, jitihada zako binafsi ulizozifanya mpaka ukafikia hatua hii ambayo leo hii umefikia. Karibu kakaangu. Asante, nashukuru. Ni ukweli, kwanza mimi nipongeze sana ili group limeweza kunisaidia sana,
kwa sababu kabla ya hapo sukari ilikuwa inasoma 12.8, lakini mpaka ninavyoongea mpaka leo niko kwenye 4.8. Kama alivyoongea wenzangu ni kwamba swala ni kukubali hiyo hali, lakini pia kwenye chakula, kuzingatia chakula. Hivi vyakula vyenye glycemic index ndogo ndio ya msingi kufuatilia, lakini pia kufunga ile intermittent fasting, kufunga yale masaa 16 kwa sababu mimi nakula saa 5 na saa 12. Yeah, kwa hiyo ni issue ya msingi, lakini chakula hata pamoja na wanga, lakini saladi ndio ya muhimu sana. Mimi nina ushuhuda mmoja, nilikuwa nafikiri sukari ilienda kupambana na macho yangu sana. Ilibidi nilikuwa tena 2024 nilikuwa niko chuo, kwa hiyo muda mwingi nikawa naangalia laptop. Kwa hiyo macho yakawa yanauma, yanatoa machozi, kwenda hospitali wakaniambia nivae miwani. Kwa hiyo nikawa navaa miwani. Lakini nilipoanza hii program tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka huu, nimeanza kupambana na saladi sana kwenye chakula, najitahidi kila chakula kinakuwa na salad. Nikawa na shangaa sukari inavyoendelea kushuka. Kuna siku nimetembea tu niko kawaida na shangaa jicho linaanza kuuma huko nimevaa miwani. Nasema labda hii miwani inawezekana ndio inakuwa tatizo. Kwa hiyo tokea nilipotoa hapo, nafikiri ni wiki moja baada ya kujiunga, kwenye tarehe 10 hivi nikaacha kuvaa miwani, na mpaka sasa hivi naweza nikaangalia laptop bila kunisumbua chochote macho. Kwa hiyo watu wageni ambao wamejiunga huku, kitu cha msingi ni kutokata tamaa, ni kufuata maelekezo, lakini ni kujinyima nafsi kwa sababu unaweza ukakutana na chakula kizuri kwa kukiangalia kwa macho na ukila mdomoni utasema utafurahi, lakini mwisho wa siku kinaweza kikakuletea changamoto. Kwa hiyo ni kujikana nafsi kwa kweli, kuweza kufuata huu ushauri ambao tunapewa na dokta, mambo yatakaa vizuri. Mimi sasa hivi iko 4.8 na naendelea kupambana nayo ili niweze kutumia kirutubisho, naamini nitapona kwa sababu nimeanza kuona vitu vingi. Kwa kuwa dakika 5 ni chache, nimeona niongee kwa kifupi. Asante dokta. Asante sana kakangu Fredi, na nadhani umefahamika kwa sababu maneno mazuri ni yale machache ambayo yenye kufahamika. Actually hakuna asiweza kupona sukari. This is reality. Watu wote wenye type 2 ya sukari basi kupona ni lazima. Hakuna reason itakayomzuia yeye asiweze kupona sukari. Kwa sababu mwenye aina ya pili ya sukari, kongosho halijafeli, tatizo lake ni insulin resistance. Insulin resistance ile ikiongezeka ndo kongosho linazidiwa. Kwa sababu kongosho lake linafanya kazi mara 3 au zaidi kuliko yule mtu ambaye hana tatizo la sukari. Unapoendelea kutumia dawa unalifanya kongosho lako lifanye kazi mara 4, mara 5 au zaidi ya hapo, tofauti na yule mtu ambaye hana sukari. Kwa maana hiyo kupona sukari just ni kufuata diet ili kongosho lako kulipunguzia kazi, insulin resistance zibaki ndani ya mwili lakini zisilete athari yoyote. Jambo la pili, kutoa insulin resistance zilizokuwemo kwa kula vyakula vile sahihi, kuwemo saladi, ukipata nafasi ya kirutubisho ukatumia, zile insulin resistance ziondoke. Then insulin resistance ikiondoka, kongosho litarudi katika hali yake, basi nawe utapona sukari. Hivyo ndivyo ilivyo, very simple. So nataka nimpe Dr. Abu, Dr. Angela ama Dr. Uthman dakika 2 atuambie lolote kuhusu jambo letu la leo la kuchukua hatua. Dr. Abu, karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu, habari za jioni? Njema. Alhamdulillah. Nimefurahishwa leo kwa wingi sana humu ukumbini. Alhamdulillah. Kwa wengi, nashukuru. Tuendelee kuwa wengi, tusikate tamaa, inshallah tutashinda. Amin ya rabbil alamin. Ushindi uko mbele yetu, nauona vizuri. Ni hayo tu. Karibu.
Dr. Abu ushamaliza? Umwachia Dr. Angela Othman. Okay, asante sana. Dr. Angela, karibu. Dr. Angela nadhani itakuwa pengine iko mbali na mic. Dr. Othman, naomba tumalizie. Hello? Hello, karibu Dr. Angela. Asante. Niko ndani ya gari barabarani, ndio maana nahangaika nacho. Okay. Labda mimi ambacho ningesema ni kwamba type 2 ya kisukari inapona, ni juhudi binafsi za mtu na kidhamiria kwamba anataka kupona na kuchukua hatua. Sahihi kabisa. Kwa sababu usipochukua hatua hakuna kitakachofanyika na hakuna mtu wa kuchukulia hatua. Mimi nawatania watu, nawaambia unatakiwa ujiwekee puto mwenyewe, discipline mwenyewe, ujue unatakiwa kula nini, unatakiwa kuacha nini, na unafanya mazoezi ya kutosha na kufunga masaa 16, kula mara 2 kwa siku, kula chakula ambacho kina low glycemic index na kufanya mazoezi na kuwa na imani kwamba utafaulu, na usishindwe na mitihani midogo midogo kwa sababu umekiona chakula ukakila kwamba leo tu. Nadhani hiyo inaweza kusaidia wenzangu wengine. Sahihi kabisa, na nadhani kauli yako ni nzima. Hakuna asiyepona ugonjwa wa kisukari kama Dr. Angela alivyosema, type 2 ikiwa yeye mwenyewe atataka, na hakuna atakayeweza kukuchukulia hatua ikiwa wewe mwenyewe hujachukua hatua. Mfano, kuna watu wanafikiria wakilipa pesa za kujiunga katika 7-day challenge wanadhani ndio wameshapona sukari. Sio kweli. Unaweza ukajiunga na program ya 7-day challenge na halafu usiweze kupona sukari. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama huchukui hatua huwezi kupona kisukari. Hii ndio reason. So nadhani nimkaribishe Dr. Othman 1 minute. Dr. Othman. Asante dokta. Mimi nashukuru